Karibu katika YouTube channel ya ndugu wa WCB. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, tafadhali gusa alama ya subscribe button nyekundu, kisha gusa alama ya kengele. Asante. Shaka wote tunamjua PL Liquid ama Konki Liquid. Usiku wa jana bana, katika tukio la tokomeza zilo la mkuu wa mkoa wa Kisarawe Jokate Mwegelo, jana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda ameongea kuhusu watu kutrend mitandaoni, especially mtandao wa Instagram, na kwa maana nyingine pia wanakuwa hawana maana, afu watu wenye maana wasambai hawawi maarufu. Akazungumzia mtu kama PL Liquid. Lakini sasa pia akaandika katika mtandao wake wa Instagram ukisome kuwa nawapongeza wote mnaomuunga mkono matendo ya watu kama hawa na kuyapa nafasi katika jamii. Najua kuelewa jambo inahitaji muda, ipo siku utaelewa. Kauli hiyo ikaungwa mkono na Shilole, lakini baadaye Shilole akaona aandike kwenye mtandao na kuomba msamaha. Ni wenzangu, kwanza nikiri kwamba nimeona wengi niliowakwaza kutokana na maneno niliyoongea jana kwenye tukio lililoandaliwa na dada yetu Jokate Mwegelo, rafiki yetu tokomeza zero Kisarawe. Kwa kuwa kwanza tukio hilo bila kwenda mbali kutoa maneno yoyote, naomba radhi, mnisamehe sana. Pili, nahisi kuna namna sijaeleweka au mimi sikuweka vizuri maelezo yangu. Ninyi mnanijua vizuri mwenzenu, mimi mara sana nimeongea vitu hadharani kwa kukosea kutokana na udhaifu na uwezo wangu mdogo kwenye kujielezea. Hilo mnalijua kwamba mie kidogo shule sikwenda, na wakati mwingine kichwa changu kinapata moto, na hiyo sio safi. Sasa naomba mniruhusu kueleza kwa ufupi yangu mimi ilikuwa kuna vitu vya msingi ya mzungumzi, ila vitu vya ajabu. Ukisikiliza ile video utasikia mstari huo. Hicho ndicho kitu nilichotaka kueleza, sio kumkashifu PL au mtu mwingine yoyote. Iwapo PL ni mmoja kati ya watu waliokwazika, na muomba sana anisamehe, lakini tuwe wa kweli. Watu wengi wamewahi kusema hili, kuna vitu vya ila tu mimi kwa akili yangu ndogo nilishindwa kusoma mazingira na muda, nikalisema jana. Nirudie tena kusema samahani. Nimeona wengi wakirudi nyuma kutafuta matukio yangu, kutafuta nilitokea wapi hadi hapa nilipo. Niwahakikishie kwamba mimi nafahamu upendo mkubwa wa Watanzania kwangu, kiasi kwamba walinibeba hata pale nilipokosea, walinivumilia katika ujinga wangu na bado waliendelea kunivumilia. Nawapenda licha ya uelewa wangu mdogo, Kiingereza na mambo mengine. Mheshimiwa Jokate naye akaandika katika mtandao wake wa Instagram akisema kuwa nimerudi. Hakuna maneno muhimu na machache katika ustawi wa maisha ya binadamu kama tafadhali, asante na samahani. Katika dhifa niliyoiandaa jana, niliita watu wengi, wanasiasa, taasisi za kiserikali, mabalozi, wafanyabiashara, wajasiriamali, wasanii, wadau na burudani na kadhalika. Na makusudio ya yote hayo wote tunayajua ni kutafuta motisha juu ya elimu ya watoto wa kike Kisarawe na kote nchini. Na kwangu mimi na wilaya nzima ya Kisarawe, wote waliofika jana ni muhimu sana kwangu na kwetu. Kipekee kabisa namshukuru official PL Liquid. Wako watu wengi maarufu, wengi mno tulioalika lakini hawakufika, ila wewe ulichukua muda wako kuhamasisha na kufika, na zaidi ya yote hapo ukatoa mchango wa shilingi 100,000. Hukuja kuuza sura tu. Nasema asante sana. Wa Kisarawe tunapenda na tunakukaribisha kuwekeza Kisarawe.
anzishe hata mgahawa, tutakusaidia kupata eneo. Lakini pia nimesikia ni mtengenezaji mzuri sana wa furniture. Hii shule tunaandaa kujenga inahitaji madawati, naomba tufanye kazi na wewe katika hii fursa. Tuangalie namna japo kidogo tukuwezeshe. Tunasema karibu Kisarawe ukae, Kisarawe kunogile. Tunasema samahani kwa kukwazika, lakini zaidi kwa kushiriki kwenye Tokomeza Zero Kisarawe. Elimu itabaki kuwa juu kileleni. Kisarawe mpya, ubarikiwe. Na hivyo ndivyo Mheshimiwa Jokate Mwegelo alivyomaliza kuandika katika ukurasa wake wa Instagram. Sasa wewe kama mdau na mtazamaji wa chaneli hii ya Ndugu wa WCB, naomba uangushe maoni yako hapo chini, kisha utuambie, je, ni sawa alichokifanya Mheshimiwa Paul Makonda, na je, ni sawa alichokifanya wengine pia kumsapoti Pierre? Asante. Usisahau kusubscribe chaneli yetu. Asante sana.